Jaisalu mpenzi wangu, leo ni siku yako ya kuzaliwa. Nimekuletea zawadi ya keki. Ulizoea kusema ni siku maalum kwa ajili yetu sote. Leo ni siku maalum kwa ajili yetu. Tukate keki pamoja, tule pamoja, tufurahi. Nakupenda. Lisa mwanangu, huyo sasa hivi si sawa na wewe tena. Huyo ameshakuwa tofauti. Kwa nini bado unataka ung'ang'anie tena kuishi naye mwanangu? Mama, nampenda sana huyu mwanaume. Na nimefurahi sana kumuona. Katika mazingira yoyote yale mimi nitakuwa pamoja naye. Nakupenda Jaisalu. Nakupenda. Nakupenda. Wow. Home sweet home. Okay. Unafanya nini wewe? Mama yuko ndani. Nikaona mama Mama. Karibu. Asante. Karibu. Mama yuko wapi? Mama. Jamani mwanangu. Umerudi mzima. Jamani. Nilikumisi sana mamangu. Mama, karibu mwanangu.
Ala, Wifi mambo? poa vipi? Hey, nzuri ifi yangu. Kuna habari nataka nikupe. Habari gani tena hiyo? Rafiki yako kaja. Rafiki yangu yupi tena huyo? Lisa kaja, shoga yangu kafika muda so mrefu kafika hapa. Acha basi. Mimi ndio nakwambia shoga ufanya kitu, shoga mtu mfanyie kitu ambacho. Kwanza ifi yangu ngoja njoo. Njoo. Kwanza nashukuru kwa kunipa taarifa rafiki yangu. Sasa nisikize nikwambie. Nataka tumfanyie surprise. Mimi kuna sehemu saizi naenda. Nikitoka baadaye nitakuja huko nyumbani. Weka standby. Si unanielewa tena? Na kujoga ifi yangu una baya. Sasa mimi hapa nilipo nakusubiri. Why tumfanyie kitu? Unajua tena kwa ngombe kama mitano so haba. Aya, usimwambie. Kaa kimya hivyo. Nakusubiri. Okay, poa. Aya, poa. Mwanangu, hakika leo nina furaha kubwa sana. Yaani siamini kama ni wewe tena umerudi kwenye mboni za macho yangu. Kwa sababu nilishapoteza matumaini kabisa na matarajio ya kukuona. Tena kubwa zaidi ni pale ambapo nilikuwa nikikupigia hata simu haupatikani. Niliumia sana mwanangu. Lakini leo hii nimerejesha tena matumaini baada ya kukuona mbele ya macho yangu. Haya. Niambie kilikupata nini mwanangu? Ikawa mpaka hata simu hupatikani. Niambie basi kipenzi changu. Niambie mwanangu kipenzi. Mama, najua nilikuwa naumeza sana mlipokuwa mnanipigia simu na mnipati. Haswa mama yangu nilikupa wasiwasi mno. Lakini mama, usilie sasa. Mama, sio mimi. Yule ajenti. Mama ajenti ni mwongo. Mama kazi aliniambia sio kweli mama. Sio kweli. Ametubeba. Ametupeleka kwenye danguro. Alikuwa anatuuza mama. Mbaya zaidi, kwa siku nalala na wanaume 7 mpaka 8. Mama mwanao nimepitia wakati wa kingono. Haufai hata kuelezea. Hata mawasiliano mama kulikuwa hamna. Unanyang'anywa simu, unanyang'anywa passport. Hauwezi kuwasiliana na mtu yoyote mama. Tulikuwa tunaishi kama wafungwa. Tulikuwa tunaishi kama hatuna ndugu mama. Mama tumeteseka sana. Basi. Mama. Usijali mwanangu. Hiyo yote ni mitihani tu ya dunia. Na hupaswi kukata tamaa katika hii dunia mwanangu. Kwa sababu kabla hujafa hujaumbika. Lolote linaweza likakufika. Na Waswahili wakaendelea kusema kila mchuma janga ula na ndugu. Hivyo basi, hili ni la kwetu mwanangu. Ni la kwangu mimi na wewe. Ila nikusihi na kukuomba, usimwandisie mtu aina yoyote katika hii ardhi. Litabaki kuwa la kwangu mimi na wewe, na si mwingine tena, kwa sababu
Hili ni jambo la udhalilisho. Na ukinielewa kuliadisia, unaendelea kudhalilika mwanangu. Hivyo, mdhali umerudi salama. Utaendelea kuwa salama mwanangu. Nakupenda mwanangu. Pole. Lispa. Umependeza. Lisa, I'm turning around. wow. Umependeza sana. Wow. Umependeza sana za siku. Nzuri, nimefurahi kukuona. Mimi mara mbili yake nilikumisi sana. Karibu. Karibu wewe. Huko. Nzuri. Pole. Umechoka. Shikamoo mama. Marhaba mwanangu kipenzi. Karibu sana. Asante mama, umerudi. Wifi yangu mambo? Poa, karibu. Asante. Alafu nyie. Wewe jamani. Karibu wifi yangu, rafiki yangu, shoga yangu. Nimefurahi sana kukuona. Karibu tukae. Hata sikae. Tulia kwanza kabla sijakaa. Kwanza nina furaha kukuona kabla hata sijakaa. Mimi kama rafiki yako, BFF wako. Nina jambo na sio jambo tu. Tuna jambo kama familia. Na nilikuwa nimeshaipanga maana nilipopewa tu taarifa yako. Nimekuja na kitu. Najua ni kidogo. Na tunajua tutapanga mengi na makubwa. Nimekuja na keki. Nataka hii keki tuikate, tule, tusherekee. Kwa kukaa siku nyingi sana rafiki yangu kipenzi haujafika. Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwa sababu haikuwa rahisi. Ni muda mrefu sana dada yangu kipenzi amekuwa mbali na hii familia. Kwa hiyo kwa sababu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu amefanya leo hii tumejumuika naye katika familia yetu. Sasa kwa hili jambo ambalo umemwandalia, mimi nimeona sio vyema tukate keki kabla na mimi sijampa zawadi. Kwa hiyo dada yangu kipenzi, leo nina zawadi nzuri sana. Nina wimbo mzuri ambao nimekuandalia kwa ajili yako. Ngoja kwanza kaka. Hiyo nyimbo unayoimba, yaani unaimba tunacheza au unaimba tunasikiliza? Maana leo kwa uspesho wa hii siku na kwa jinsi dada yangu ninavyokupenda, familia yetu kwa ujumla inavyokupenda, nimeona huu wimbo tuwe makini zaidi katika kusikiliza kuliko hata kuucheza. Wow. Anaitwa msanii Manyuka. Let's go brother. Sasa nitaimba. Leo ni siku maalum sana. Leo ni siku muhimu sana kwa sababu ya dada yangu
Mapenzi yako kwangu ni sawa na chembe ndogo ya haradali. Nakupenda sana malkia wangu kwa sababu umeamua kunichagua na kunivumilia pamoja na madhaifu yangu. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Hata mimi nakupenda sana kuliko unavyonipenda wewe. Wow. Asante sana. And unakumbuka kesho kuna tukio gani? Hatujaona ratiba bado. Baby. Kesho ni siku muhimu kwa ajili yako. Kesho ni siku yako ya kuzaliwa. We. Aise, yani nilikuwa sina kumbukizi kabisa. Umewezaje kutambua hivyo? Unawezaje kusahau siku muhimu na maalum kwa ajili yako kama hiyo? Jamani. Ndio maana nakupenda wewe mwanamke. Aha. Lakini nikwambie kitu mpenzi. Kesho sio siku muhimu kwa ajili yangu. Na wala sio siku maalum kwa ajili yangu tu. Bali ni siku maalum na siku muhimu kwa ajili yetu. Yaani ni siku maalum kwa ajili yetu na ni siku muhimu sana katika maisha yetu siku zote. Tangu ulipoingia kwenye maisha yangu, kuna tabia mpya niliona katikati ya safari zangu zote. Yaani ulinifanya nikuone kama kiumbe cha ajabu uliyeleta miujiza katikati ya maisha yangu. Haitoshi tu. Ulinifanya niamini tena katika mapenzi kwa nguvu zote. Sikufichi. Nitakupenda daima mpaka mwisho wa dahari. Basi, kwa kuwa kesho ni siku muhimu kwa ajili yetu sote. Let's enjoy. Nikitazama macho yako, naliona tumaini jipya katikati ya maisha yangu. Yaani mfano wa mwanapunda aliyechoka na safari. Nakupenda sana mpenzi. Na kuahidi nitakuwa wako kwenye hii dunia mpaka mwisho wa dahari. Leo nataka nikupe keki special ya birthday. Uikate kisawasawa. Alafu kesho tutajua. We. Kwa hiyo tunaita pre-cake ya birthday. Yeah. Sana. Subiri. Yesalu yuko wapi? Leo ni siku maalum kwa ajili yangu mimi. Lakini kesho ni siku muhimu kwa ajili ya Yesalu. Naikumbuka vizuri tarehe yake ya kuzaliwa. Alikuwa anapenda kusema leo ni siku maalum kwa ajili yetu sote. Naombeni mnipeleke alipo Yesalu hata kama ameoa ili nikate naye pamoja keki hii. Sitaweza kukata keki hii bila Yesalu. Kwa nini tena ufanye hivyo mama? Leo ni siku yako muhimu.
ufurahi na ndugu zako. Sisi ni ndugu zako, yule ni rafiki yako hasa tena mbona unaingiza ratiba zingine mwanangu kipenzi? Mama, kweli hao ni ndugu zangu na kweli yule ni rafiki yangu, lakini Jesalo ni mtu wa muhimu sana kwangu. Sawa, Jesalo ana umuhimu wake, lakini hata na hao ndugu zako pia na wao wana umuhimu wao. Basi leo wafurahisha hao ndugu zako. Tumalize hili kwanza la leo, na kesho tutaendelea na ratiba zingine za Jesalo mwanangu. Na kuomba mama, hebu wafurahishe tu ndugu zako. Twende basi mwanangu, twende mama. Mtanisamehe sana. Mwanangu, leo ni nini kilichokupelekea ukashindwa kuikata keki? Wakati rafiki yako kipenzi amekutafutia keki, amekuletea tu kwa raha zote, halafu leo umeshindwa kuikata hiyo keki. Hebu niambie, ni kitu gani kilichokusibu mwanangu? Mama, kama nilivyokuambia, kesho ni birthday ya Jesalo. Na ile keki imeandaliwa special kwa ajili yangu. Nitawezaje kukata keki peke yangu? Natamani nikate keki na mpenzi wangu, tufurahie pamoja, ajue nimerudi na pia tusherehekee siku yake ya kuzaliwa pamoja. Tangu ulivyoondoka, huyu bwana alikuwa akija mara kwa mara hapa. Na alikuwa kila akija anakuulizia. Nimekwambia nataka hela, wewe kama uelewi. Yaani mwanaume bila hela na kuna kama beberu tu. Yaani ni beberu kama beberu wengine. Kaka, mwaga sesampa. Yaani mimi ukiwa na hela nitafute. Kama huna hela usinitafute. Fanya kabisa maisha yako. Si unanielewa? Nini bwana wewe? Shemeji karibu. Karibu shemeji. Asante sana. Vipi mama, nimemkuta? Ya, yupo ndani. Sawa. Naomba uniitie. Karibu ndani. Asante. Siingii ndani kwa sababu nina mazungumzo naye kidogo tu. Kuna jambo tunataka nimuulize afu nielekee kwenye mihangaiko. Sawa, ngoja nipitie. Karibu baba. Asante sana mama. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Mimi mzima kabisa. Karibu ndani. Asante. Mimi sikai. Nilipita tu kwa Sabahi kwa sababu nilikuja kwa Sabahi. Sasa nilikuwa tu napita, nikaona pia nije kuuliza kama lakini yani kuuliza kama Lisa kama Lisa yupo, alafu napita tu na Wasabahi. Kwani baba Lisa yeye hajakuaga? Yeye Lisa hajakuaga? Aliniaga lakini sina uhakika na safari yake, kwa hiyo ndio maana nikaona tu nipite kumsabahi, lakini aliniaga. Basi sawa, Lisa yeye hajarudi, lakini na imani atarudi muda wowote. Na atakaporudi nitampa salamu zako. Au pia sio vibaya kama utaweza kuwasiliana naye, mpigie tu simu
mtaelewana zaidi. Aha. Sawa mama. Si alitoka tu? Aha. Sawa mama, asante. Haya basi sawa, karibu. Haya. Karibu. Baada ya mimi kukata tamaa, kwa sababu niliweza kukusikilizia, nikaona kwamba hata kwenye mitandao hupatikani, nimesubiri sana, nikafikia mahali mimi mwenyewe nilikata tamaa. Baada ya mimi kukata tamaa, ikabidi nimueleze ukweli. Ndipo na yeye alipozidi kukata tamaa. Nimejaribu kumpigia simu yake mara kadhaa, lakini sikufanikiwa kumpata. Nimemtafuta hata kwa rafiki zake, bado nao wanadai vivyo hivyo, hapatikani wala hawajui aliko. Mama, tafadhali, kama unafahamu mahali alipo, naomba uniambie. Mimi sifahamu, sijui alipo, ila nahisi. Kwani umewasiliana naye kwenye simu? Nimejaribu kupiga simu yake mara kadhaa, hapatikani. Lakini si unajua tu baba, labda itakuwa mambo ya mitandao. Mitandao saa nyingine ndio hivyo, unaweza kuwa muda unaompigia ikawa labda naye hayupo hewani. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu babangu usichoke, endelea wewe kumpigia, na ikitokea kama amerudi, atakapofika tu mimi nitamwambia kutafuta. Lakini baba, kwani palikuwa na tofauti kidogo, labda kama mligombana au mlipishana hata kauli tu kidogo? Ni aheri kama tungekuwa tumepishana, au hata hayo magomvi yenyewe labda yangetunyemelea, tungetafuta suluhu. Lakini sijui ni kitu gani kilichotokea. Mimi sijawahi kugombana na Lisa mama. Hili swala limetokea tu ghafla, na sijui ni kitu gani ambacho kinamsumbua. Basi labda tu nikuombe, endelea tu kumfuatilia kwenye mtandao, mpigie simu, na pia labda akija mimi nitamwambia akutafute babangu. Kwa hiyo usijali, kwa hiyo atakutafuta. Sawa mama, nitashukuru sana, lakini naomba uniwie radhi. Huenda nikawa nakukosea kwa namna moja au nyingine kwa maneno yangu ninayoyatamka, ila wewe ni mtu mzima, unaelewa ni wakati gani ninaopitia. Mama, nampenda Lisa. Ni kweli. Ila usijali baba, atakuja, alafu akija mimi nitamwambia akutafute. Kwa hiyo endelea tu kuwasiliana naye, labda hata kwenye mitandao huenda akapatikana. Kwa hiyo usijali baba. Asante sana mama, ila nikuombe tu, naomba pindi atakapofika tu, tafadhali muhimize upesi anitafute. Sawa, sawa. Atakutafuta, hamna shida. Yaani nitahakikisha tu amekutafuta. Karibu sana baba. Basi baada ya hapo, ninavyosikia ndugu zake walimtafutia mchumba ili aweze kumuoa, lakini yeye alikataa katakata, na ndipo alipoamua maamuzi, na yeye akaamua kuondoka kwenda nchi za nje, kwenda kutafuta maisha. Ninavyosikia baada alivyokuwa sasa huko nchi za nje,
alivyopata hela alikuwa akimtumia hela mjomba wake, ili huyo mjomba wake aweze kumsaidia mambo ya ujenzi. Sasa kumbe mjomba wake hakufanya vile walivyokubaliana. Hivyo basi, kwa taarifa nilizonazo, nasikia kwamba sasa hivi amekuwa mwehu. Mama, mimi kesho nitatoka hapa. Nitaenda mpaka nyumbani kwao Jesalo. Nitaonana na mama yake anielezee kuhusu Jesalo. Nataka niujue ukweli wote. Nataka nionane na Jesalo, awe mzima au awe na maradhi ya aina yoyote. Sitaacha kumpenda Jesalo mpaka siku nitakayoshuhudia kaburi lake. Ni kweli mwanangu, lakini haya maradhi mbona ni makubwa sana mwanangu. Isitoshe maradhi yenyewe ndio kama hivyo yanahusika na ndugu zake. Hivi hauoni kwamba utakuwa unajichosha sana mwanangu? Kwa ushauri wangu kwako sasa wewe mwanangu, mimi naona kwamba ungeachana nayo tu. Kwa sababu haya mambo kwanza yanahusiana na mambo ya kifamilia. Hivyo mimi mwanangu naona kama unajichosha tu mama. Ungeachana nayo. Unayoongea ni kweli kabisa mama yangu. Lakini sio rahisi kwa mwanaume kama Jesalo. Mwanaume aliyenipenda kweli na aliyeniaminisha kutafuta katika nchi yangu. Kuna vitu ambavyo tunabadilisha moja kwa moja kwa Naelewa vizuri. Na kitu kingine ni kwamba ukiangalia kwa kawaida na kwa kawaida kwa mwanadamu yeyote ili kuimarisha afya ya akili anapaswa kuondoka eneo ambalo amelizoea kuishi kwa muda mrefu sana. Walau kwa muda mchache tu aondoke kidogo, abadilishe mazingira na nini ili aweze kuimarisha afya ya akili. Ndio maana huwa anapenda mara moja moja. Unajua nini baby? Wewe unapenda mambo ya kisayansi sana. Na sayansi yangu ni kwa ajili yako tu. Maana nakuangaliaga vitu vyako, una stories zako unazonipigishaga. But okay. Na jambo nataka kuzungumza na wewe baby. Wow. Bila shaka. Karibu mpenzi. Sikio langu lipo kwa ajili yako tu. Okay. Baby bwana usiniangalie, mimi naona aibu. Okay. Okay. Now look at me. Okay. Baby, unakumbuka siku ile nilikwambia kuhusu tangazo la nafasi za kazi? Tangazo? Hapana, sikumbuki hiko kitu. Come on baby. Siku ile tumekaa nikakwambia nafasi za kazi nchi za ughaibuni, nimekutana na tangazo. Nimekumbuka, lakini sikuzingatia kwa sababu sikulitilia maanani. Ndio maana nimesahau. Okay. Sasa baby, mimi nimefuatilia ile tangazo na kwa bahati nzuri nimefanikiwa kumpata agent wao. Na nimezungumza naye, kanipa maelezo. Mimi nimeridhika na yale maelezo. Kiukweli kabisa nimeridhika. Baby, listen basi kwanza. Just listen, then uta comment. Okay. Mimi nimefuatilia vizuri na nimezungumza na agents, amenipa maelezo yamejitosheleza kabisa.
na yameniridhisha binafsi. Nikasema nitakushirikisha mpenzi wangu ili nikueleze kwamba mimi nimejiridhisha baby, na nikuombe ruhusa, uniruhusu niende nikafanya angalau kwa muda mchache tu. Nikirudi nitakuwa nimepata kipato cha kunisaidia kufanya hata biashara. Baby, ongea na wewe. Mimi nakuelewa sana mpenzi, lakini unajua maisha hayana muda wa kujaribu, kwa sababu muda haurudi, muda unakwenda na kuteketea. Sasa ukisema kwamba uondoke hapa uende huko usijui uhangaike baadaye urudi, haina maana. Na hili swala mimi nilishalipinga muda mrefu sana. Unajua kwako mimi nina majukumu haya mawili: kukulinda, lakini kuhakikisha unakuwa na furaha na raha muda wote. Sasa mimi nikiwa kama mlinzi wako siwezi kuruhusu uwe mbali na mimi. Unajua nini Lisa? Mimi nakupenda sana na moyo wangu umekuchagua wewe. Hayupo mwanamke wa aina yoyote ambaye alibahatika kupata nafasi kuishi ndani ya moyo wangu kama wewe. Unajua nini mpenzi? Wewe ndio mwanamke pekee ambaye umebahatika kuushika moyo wangu. Hayupo mwanamke wa aina yoyote chini ya jua ambaye ana nafasi ndani ya moyo wangu. Na niliamua kukuchagua wewe kwa sababu ni mwanamke ambaye unanifaa. Sasa siwezi nikaruhusu uwe mbali na mimi. Nakupenda sana Lisa. Nisikilize Jaisalu. Mimi kwenda huko simaanishi kwamba ndo nitakusahau au sikupendi. Mimi nakupenda sana, tena sana. Na ninatamani hata muda huu hapa niwe na wewe muda wote. Lakini hali ya pale nyumbani unaijua. Alafu isitoshe, familia yangu pia ni familia yako. Ninapokwenda kupambana kwa ajili ya ile familia, nikirudi pia kuna kitu kikubwa mimi nitakuwa nimekipunguza pale. Tutafanya maisha yetu. Nielewe mpenzi wangu. Lakini Lisa, mimi siwezi nikaridhia kabisa hilo swala. Ngoja nikuulize swali. Hivi unaniomba ruhusa au unanipa taarifa? Mpenzi wangu, mume wangu mtarajiwa, mimi siwezi kukupa taarifa wewe. Mimi nitakuomba ruhusa siku zote. Na usiporuhusu, mimi siwezi kuondoka. Lakini natamani uniruhusu ili nikapambane kwa ajili ya ile familia. Sawa baby? Nimefurahi sana. Yaani nimefurahi sana kugundua ya kwamba huwezi kuondoka bila ruhusa yangu. Lakini pia unahitaji kutatua changamoto za familia. Si ndio? Ni kiu yako kwenda huko. Sasa ngoja nikwambie kitu. Kama huwezi kusafiri bila ruhusa yangu, basi na mimi siwezi kutoa ruhusa ya kukubali au kuruhusu kuwa mbali na wewe. Lakini pia kama ni haja ya moyo wako kwenda huko, mimi pia vile vile siwezi kuruhusu. Kwa sababu kwenye maisha kuna wakati ili kuokoa jambo usimpe mtu kitu anachokihitaji tu, bali tafuta kinachomstahili. Na kitu kinachostahili kati ya mimi na wewe ni kuendelea kuwa pamoja muda wote. Watu wengi sana mahusiano yao yameishia njiani kwa sababu ya umbali, kutengana hivi. Kuna mapenzi yanaweza yakaishia njiani, lakini sio penzi la Jaisalu na Lisa. True love never die. Wow. True love never die. But umbali hufifiza mapenzi. Usijali mpenzi.
Unajua, mapenzi ni mfano wa kitabu cha hadithi nzuri sana ambayo inamvutia msomaji. Lakini ili uielewe hadithi hiyo, lazima uisome kwa utulivu na uisome mara kwa mara. Kwa hiyo usijali, nakupenda sana. Wewe ndo chaguo la moyo wangu Lisa. Naomba hii hali uizoee. Light, kama ningemsikiliza Jaisalu, yale yote niliyoyapitia yasingenikuta leo hii mama. Basi mwanangu, mimi sina la kupinga wala sina la kusema. Hivyo basi nikuombe tu. Kutokana na hilo, mimi siwezi kuwa na majibu ya aina yoyote mwanangu. Majibu sahihi kuhusu Jaisalu, inabidi tu tupate taarifa kamili kwa mama yake mzazi. Siwezi kumsahau Jaisalu, si tu kwa mapenzi wala miadi tuliokuwa tunawekeana, bali hata katika changamoto nilizokuwa nazipitia huko nilipokuwepo. Ulinzi wake nilikuwa na ukumbuka. Unajua, sio kila tangazo unalokutana nalo limeandaliwa kwa ajili yako. Mengine unabidi usikilize tu na akili ipuuzie. Kwa hiyo hilo tangazo sio kwa ajili yako. Kwa hiyo hauna sababu za kufikiri kuhusu hilo. Unajua nini mpenzi wangu? Kuna kitu nadhani hujanielewa. Mimi natamani kubaki hapa, natamani kuwa karibu na wewe muda wote, kwa sababu tuna vitu vingi sana, tuna ndoto nyingi sana za kufanya. Lakini kinachonifanya pia nitamani kwenda huko, familia yetu unaijua. Pale nyumbani ukizingatia ile nyumba tunayoishi ni nyumba ya urithi. Familia nzima inaniangalia mimi. Mwanangu, siku zote katika hii dunia unatakiwa ujifunze kwamba ukiona matatizo mengi yamekuandama, ziki na taabu zimekuandama, basi ujue kwamba mafanikio pia yapo karibu pia. Hivyo mwanangu, ninakufundisha katika dunia usikate tamaa. Usichoke. Hata kama utapitia magumu kiasi gani mwanangu, huwa ni ya mpito tu. Kwa hiyo mwanangu, haya yote tunayoyapitia, matatizo ya hapa na pale, kero za mjomba wako na matusi yake, ipo siku yatakwisha. Itabaki historia mwanangu. Kwa hivyo usichoke wala usikate tamaa mwanangu. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Na hata usiwe na wasiwasi kuhusu mimi. Mimi naamini nyakati nzuri na za furaha zipo zinakuja. Kuna siku tutafurahi tu na tutaishi kwa amani. Basi mimi huwa nafurahi sana kwa sababu huyu mwanangu huwa nimuelewa sana. Ndio maana nakupenda. Shikamoo mjomba. Kwa hiyo unaona shikamoo yako ni ya maana sana. Kama ungekuwa kweli hiyo shikamoo yako ya maana, ungeanza kufanya usafi. Lakini mimi nakuja, huyu kashika ufagio, wenyewe mnapiga story tu. Tena ni afadhali mngekuwa mnaongea vitu vya msingi. Na nisema mimi sawa, ongeeni mnapoongea. Umeshika fagio tu hapo, umesimama kama askari. Zaidi ya umbea hakuna. Nitakataka hii hapa, hii hapa. Inakuangalia ni nyinyi. Na wewe sasa hivi umeshakuwa mkubwa. Inapaswa uwe na mume wako huko, utafute hata bwana huko, umchukue mama yako mkaishi huko. Sio hapa katika nyumba hii. Mimi nyumba yangu sitaki watu, sitaki wahuni kama nyinyi.
Dada, mimi naona unajisaulisha tu. Sijui hauna kumbukumbu. Hebu kumbuka nyuma kwanza. Hii nyumba ilikuwa ni ya marehemu baba yangu mimi, kabla ya kumuoa mama. Kwa hiyo urithi wa baba unakwenda kwa baba. Mimi ndo baba. Kwa hiyo mimi ndo baba mwenye nyumba hii. Na niwaambieni tu, hapa lazima mtahama. Unatoka wapi? Kwanza mjomba, shikamoo. Mtu yote anayejitambua hujibu swali kwanza anaulizwa. Mambo mengine anapata baadaye. Wapi umetoka saizi? Na wewe kinachokufanya ugune nini? Namuuliza huyu mtoto, wewe kinachokufanya ugune nini huko? Watu wengine bwana. Mimi kaka, kinachofanya mimi nizune. Wewe kinachokusababisha usipokee salamu ya mtoto kitu gani? Mtoto anakusalimia tu kwa heshima. Jamani. Kwani kuna ugomvi gani ukose kupokea salamu ya mtoto? Kwa mtoto gani? Mtoto gani mimi nipokee salamu zake? Yaani mimi sio watoto tu, hata kama wewe unawaona kokoto, mimi kwangu wana thamani. Tena nawathamini kabisa kwa sababu Mungu ndo alonijalia. Mbona wewe huna hata mmoja? Sawa sawa, Mungu ashakukadiria. Angalia, mwingine huyo. Simu muda wote, simu mkononi. Hana lolote hapo la maana. Hata ukimuuliza simu hiyo. Baka kutafuta wanaume tu katika mitandao. Tafuta screen. Watoto wako wanalea. Lakini hawa watoto ndio unawananga sana. Lakini na wewe si wanao hao. Maneno gani hao unawaambia watoto jamani, maneno ya kifedhuli kama hayo? Kwani kaka wewe una nini na hao watoto, wamekukosea nini wewe jamani? Sio asemi nikazikwa na tu kama hao. Mwingine huyo. Tasema mtoto. Nywele zake anashindwa kuzitunza. Bangi mtindo mmoja. Labda dada nikwambie kitu kimoja. Sisi katika mila zetu wanawake hawana ulisi, wanaume tuna ulisi. Wewe hapa itabidi uhame. Hawa watoto wote wana baba zao. Huyu ana babake, ana babake, ana babake. Watoe waende kwa baba zao. Sio kukaa hapa. Wanafanya nini? Wanajaza tu choo. Wapeleka kwa baba zao. Hapana kwa kweli. Yaani kwa hilo hata sikubali. Kaka huo uonevu. Huo uonevu kabisa. Mimi sirithi kwa sababu gani? Urithi huu, nyumba hii ni ya kwetu. Tumeachiwa na wazazi. Kwani ulijenga wewe? Si ya wazazi wetu. Kama wazazi mimi wana nusu na wewe wanakuhusu. Sikubali. Sitaki kabisa uonevu. Angalia Botembe. Ana nini? Wazimu. Vipi mama? Mbona unaonekana kama una mawazo?
Mwanangu, Waswahili wanasema hivi, kuwa uyaone. Unafikiri uyaone magorofa au majumba mazuri? Oho, uyaone mambo. Na sasa hivi mimi mama yako ndo nayaona. Embo acha kwanza mambo yako, niambie kinachokuwazisha wewe mwenyewe. Mwanangu, mimi ninachokifikiria hapa nilipo mimi kwa sasa hivi, haya maisha ninayoishi siyapendi, siyataki hata kuyaona. Naishi maisha magumu sana. Isitoshe na kaka yangu pia anaendelea kunipa mawazo. Mimi nitaishi hivi mpaka lini? Kwa nini sina amani? Kwa nini sina uhuru? Lini na mimi nitakuwa na uhuru? Leo inaniuma mwanangu. Nikiwaangalia wanangu mimi nitawaeka wapi? Nitawafanyia nini wanangu? Napenda na nyinyi mwishi maisha mazuri. Ndio kama hivi. Mama, Waswahili wanasema ukiona kiza kinazidi sana, ujue panakaribia kukucha. Wewe tena ndio misemo yako ya kizamani wakati wewe ni wa kisasa. Jamani. Haya sasa, madam umecheka mamangu. Sasa nina jambo nataka nikushirikishe. Hebu niambie mwanangu, sijajua hilo jambo. Ni la kunihuzunisha au ndo la kunifurahisha, mpaka sasa hivi sijajua. Haya, karibu. Katika pitapita zangu nimekutana na tangazo la nafasi za kazi. Kuna agent anatafutia watu kazi nje ya nchi. Hizo kazi ni za mkataba, unafanya baada ya muda fulani, then unarudi hapa. Nimefikiria mama, kutokana na hali tunayopitia hapa nyumbani, kwa nini nisitafute hiyo nafasi ya kazi angalau nikafanye? Nikirudi nitakuwa nimepata kiasi cha pesa kitatusaidia sisi kujikwamua na haya matatizo tunayopitia hapa nyumbani. Ukizingatia kuna muda mamangu unakuwa na mawazo kama hivi. Ningekuwa na kazi mimi mama, si ningekusaidia, ningewasaidia na wadogo zangu. Ni kweli mwanangu. Wewe umekuta matangazo. Lakini hivi ujiulize, huko mtandaoni kuna watu wangapi? Wangapi wana shida na kazi? Mpaka wewe uje upate hilo tangazo. Kweli hiyo ni kazi ya maana kweli hiyo? Mama, siku zote anayegawa riziki ni Mwenyezi Mungu. Sisi tunachotakiwa kufanya tusitoke kumuomba na kupambana. Kama ipo kwa ajili yetu tutaipata tu. Ukizingatia kazi zenyewe ndio hizo za nchi. Watu wanatokaga hapa vizuri tu, lakini wakifika kule wanakuta mambo sivyo walivyokubaliana. Yaani yako nje na mkataba. Wanakuja kunyanyasika, wanapata mateso ya hali ya juu. Ndio hicho kinachonipa wasiwasi mwanangu. Hivi ukienda ukiteseka huko ukakosa msaada, huko hauna baba, hauna mama. Mamako ndo niko huko, sina mbele, sina nyuma. Wewe unategemea mimi nitakusaidia nini? Mama, unachotakiwa sasa hivi wewe ni kuniombea na kunibariki. Hayo mengine sisi tunamkabidhi Mwenyezi Mungu. Yeye ndo atakayenilinda na kila baya na kila zuri. Mwanangu, mimi baraka zangu nimeshazipata. Mpaka hivi ninavyokuambia, ninakuombea baraka tele. Mungu akutangulie, akufanyie kila la kheri. Na mipango yako yote ikaende kuwa sawa. Na utakapoenda mwanangu, ukafanikiwe ili utakapofika huko kufanikiwa. Kufanikiwa kwako wewe, na mimi mamako nitafanikiwa. Nitakishauri mjini. Nitafanya vipi ili kuikomboa familia yetu na ule umaskini tulionao? Kwa hiyo natamani kwenda huko nikatafute pesa, nije nisaidie familia yangu. Naomba unielewe kwenye hilo mpenzi wangu. Mpenzi, mimi nimekuelewa sana. Yaani nimekuelewa barabara kabisa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Vijana wengi sana wanapoteza ramani za maisha kwa sababu ya kutokuwa na maamuzi sahihi mara baada ya kufikiri. Kwa sababu kufikiri sio shida, ila shida iko kwenye nini cha kuamua mara baada ya kufikiri.
iko hivi. Maisha sio kwamba yako ughaibuni tu. Hapa nchini kwetu kuna rasilimali nyingi sana ambazo tunaweza tukazitumia na tukajikwamua kimaisha. Tofauti na kuamua kwenda kuwa watumwa huko kwenye nchi jirani, nchi za watu huko. Lakini kama unavyosema, familia inakuhitaji, mimi nakuhitaji, lakini hata wewe mwenyewe pia unajihitaji. Hebu angalia, mimi si mwanaume? Kwani nyumbani kwetu tuna hali gani ya kiuchumi? Ya kawaida. Sasa mbona mimi sijawaza kwenda ugaibuni, kwenda wapi huko kuhangaika na maisha? Niko na wewe. Wewe sasa baby, ukishataka jambo lako. Haya. Usiwe na wasiwasi. Kuwa na msimamo na userious wa maisha sio kwangu tu, bali ni kwa mwanaume yoyote anayejitambua na mwenye msimamo katika maamuzi. Hivi unajua kama siku ya harusi yetu itakuwa ni siku nzuri sana? Hiyo siku ya harusi yetu kutatokea lini? Kitakachotokea, kuna watu watakuja wamependeza, watu watakuwa na furaha, lakini itakuwa ni siku muhimu sana baina yangu mimi na wewe. Siku ambayo tutakwenda kuandika historia mpya. Sitaki hata kuimagine hiyo siku baby. Yaani. Cheers. Light, kama ningemsikiliza Jaisalu, yale yote niliyoyapitia yasingenikuta leo hii mama. Nayafanya yote haya kwa sababu nakupenda. Ningeweza kuondoka bila kukupa taarifa yote. Lakini kuna maisha baada ya leo. Milima haikutani, lakini sisi binadamu tunakutana. Lisa, ina maana umeamua kuufuata moyo wako. Ni kweli umesahau ahadi zetu? Unawezaje kusema unanipenda hali ya kuwa huwezi kutii kauli yangu? Ina maana umeshindwa kuvumilia hata kidogo? Lisa, uvumilivu ni mchungu, lakini matunda yake ni matamu. Tafadhali, naomba univumilie japo kidogo tu. Jaisalu, neno vumilia nimekuwa nikilisikia kwenye kinywa chako tangu siku na kufahamu. Na mimi nimechoka kulisikia hilo neno. Sasa hivi ninachotakiwa kufanya ni kuchukua maamuzi. Na maamuzi niliyoamua kuchukua ni haya. Kuna mapenzi na familia. Lakini family is first. Hata kama Lisa, hata kama, kumbuka ahadi zetu. Tambua ya kwamba mimi ni mwanaume ninayekupenda Lisa. Tambua tumewekeana mipango mingi sana. Unamaanisha nini? Ahadi zetu ndo zimekufa? Safari yetu hapa ndo tamati? Kama imeandikwa mimi na wewe tutaishi milele, hakuna kitakachofutika. Kila kitu kitabaki vile vile. Ila kwa sasa hivi swala ni kwamba mimi naondoka. Moyo wangu bado unaishi na wewe Jaisalu. Sina chaguo lingine zaidi yako. Ondoa hofu juu ya hilo. Acha nikapambane. Lisa,
ina maana ni kweli umedhamiria kuondoka.